Naomba nimshukuru Mungu. Kwa hivyo mchungaji anatoka kusema njoo nafasi yetu, mimi kusema neno kidogo la kuunguza mzee Donatien Ruracha. Ndio sababu mimi ninasimama hapa. Kwanza tu nishukuru Mungu kwa kazi ya maombi wanakamati wote masomo yote walioifanya kumuombea mzee wetu Donatien Ruracha. Na ndio maana hizi siku zote kama alikuwa angali hai kwa sababu ya maombi ya ninyi watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini miaka ya kuishi hapa duniani ilikuwa tayari imeshamalizika, lakini tu alikuwa anakula tu siku za nyongeza. Hiyo tushukuru Mungu wetu kwa hiyo kazi ambayo mumeifanya. Nimesimama kama vile nitoka kusema kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuunguza mzee Donatien Ruracha. Kama vile mzee anatoka kusema hapa, kwa safari zote kama vile tulivyokuwa Tanzania na hapa, kama ukimwona Donatien anafika hapa unaniona, tulikamata ile msafara ya injili hapa na pale, lakini pamoja na kutembea kwake alikuwa na magonjwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Na magonjwa iliendelea kumlemea. Inawezekana kipindi cha usafiri kilipaswa kusimama. Alafu tukawa na nafasi ya kumuunguza magonjwa. Ile shahidi walisoma hapa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya 4 mstari wa 7. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mimi kama ninasimama hapa kwa sasa, ninaweza nikaseme mpaka sasa mke wangu anaonekana kama mjane wa muda igawaji bwana yake angali hai. Nina vita na nilikuwa na vita mpaka sasa ningali na vita katika shamaa yangu au familia yangu. Lakini hapa sasa ninakamilisha jibu lenyewe sasa hapa. Jamaa yangu wana neno walikuwa wakinishutumu. Ete ni siku gani sisi familia sisi tuwakoka Basinyasa Basila, ni siku gani sisi tukafanya kikao tukakutimua wewe au tukakuchagua wewe kama ukwenda kuunguza Donatien Ruracha? Alafu na mimi nilikuwa na swali la kusema hivyo mnavyosema, na mimi ninaweza nikasema kwamba hata familia ya Donatien Ruracha sijue kama na wao wanaweza kusema kama walipata mtu nani wa kwenda kumuunguza Donatien Ruracha. Lakini njia za Mungu na zetu zinapishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mnavyoniona hapa, siwezi kujigamba ya kwamba kwa kweli nilijitosha. Ni mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama hizi familia zote mbili, si mnaona malumbano hapa? Nani alitoka mfamilia yao kwenda kuunguza Donatien? Nani alitoka mfamilia ya Bashira kwenda kuunguza Donatien? Nani alitoka? Lakini mpango wa Mungu ni Mungu tu, acha itwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli kama vile shahidi nasema vita nimevipiga vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilishutumiwa, nilitukanwa, lakini nilivumilia. Neno lake la pili mwenye shahidi nasema mwendo nimemaliza. Hivi niko nasikia mwili unauma sana. Mwiti kipindi tuko nacho kule Nyarugusu tunapanda mapokezi kila wiki, napita napanda na shuka, lakini watu wananishutumu. Lakini nilijua mimi ninafanya kitu ninachokijua, lakini mimi mnasema kitu msichokijua.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana nilitaka nisimame hapa niseme na mshukuru Mungu kwa kumaliza hichi kipindi, kumlinda mzee wetu kwa haya magonjwa, na mpaka amefika mwisho wa safari yake. Mtuombee na sisi tumalize na sisi mwendo salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la pili nimalizie tu kwa ndoto, kama vile mchungaji alitoka kusema hapa. Kama tunafika Nyarugusu, tulikuwa tungali kama siku tu chache. Siku moja akasema nimeota ndoto. Niliona wale wenzetu tulikuwa tukitumika nao wote wanatembea mistari 3. Na niliwahi kutambua kila mtu na jina lake, kila mtu na jina lake. Lakini cha ajabu nikaona mtu miongoni mwao akatoka, akaja kunishota kidogo. Mbona wewe unakawia ungali unasubiri nini? Lakini nilipobaba macho pale chini, kwa rundu ya nguo, makanzu meupe kama yale wale waliokuwa wakivaa. Yule mtu akatosha, akawa na nguo mikononi mwake. Akawa kama mtu anataka kumpokezea hayo. Naye akataka kama mtu kwenda kuipokea, lakini tena wakairudisha, wakasema muda wako bado, tunaingiza kwanza mkontwale, muda wa kuvaa nguo bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sasa alishaivaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ameshaivaa na yeye. Pale Tanganyika Kenya tulipokuwa naye, usiku moja nilia sana kuomba Mungu msamaha, Hata nirudi nyuma kidogo. Wakati alikula mboga isiyowekwa chumvi, akasimama kaniangalia. Kolam, hii ndio pinisho ya kukawa mdunia. Ile siku alilia sana kuomba Mungu msamaha, Nikamjongea, mzee, kwa nini unaomba msamaha muda? Hakunijibu kama mnatoa kabila yako. Nikasema, je, unakumbuka wenzako au la? Akatabasamu, nikaona hili ndio neno. Mara kwa mara alikuwa anasema magonjwa yake. Kwa nini sasa mimi sitajileta mwenyewe, lakini ninasubiria na mimi niletwe, nipelekwe, lakini ninakawia. Lakini kwa sasa Mungu ametimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu kumaliza na huyu mzee aende kupumzika. Na sisi wanaobaki tuendelee kutuombea Mungu, na sisi tuende polepole tuwako pale. Ile nitaka kusema, na Mungu atabariki. Amen, amen.